Karibuni tena watu wa Mungu. Tunaendelea na vipindi vyetu vya siku zote mtandaoni. Karibuni sana, tuombe. Mungu Baba wa mbinguni, uketie mahali pa juu palipoinuka, rehema na fadhili zina wewe Bwana. Tupe kibali machoni pako tunapokwenda kuzungumza na watu wako juu ya neno hili. Tupe ufunuo machoni petu, tukusikie wewe. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Tunaendelea na vipindi vyetu vya siku zote. Kipindi kilichokuwa kimepita tulikuwa tumezungumza juu ya Kristo ni msuluhishi. Wale ndugu zangu wanampenda Mungu walifuatilia, wanaelewa juu ya Kristo ni msuluhishi. Vitu vingi tumeweza kuviona hapo na vimetubariki sana. Bariki sana mama Ana, bariki John Mdimba na ndugu yangu Baraka. Mungu awabariki sana. Ni vizuri mnapo like muelekeze mahali mlipo ili tufahamiane zaidi. Basi leo ujumbe ambao Bwana anataka tuseme unaitwa si wa ulimwengu huu. Anasema si wa ulimwengu huu. Ni nani sasa si wa ulimwengu huu? Tuendelee. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Kama wenye kuishi duniani. Wakolosai sura ya 2 na mstari wa 20. Mungu anatuuliza sisi hapa. Anatuuliza sisi. Anasema kwamba kama ikiwa mlikufa pamoja na Kristo na mkajitia chini ya amri, kwa nini sasa kujirudia tena yale mambo ambayo wewe Bwana alikuokoa nayo? Ndipo sasa tuje tuone nini hasa kinachozungumzwa. Asema kama mlikufa pamoja na Kristo na mkajiweka chini ya sheria kama muishio duniani. Nini anachokizungumza? Soma Kolosai sura ya 2 na mstari wa 20. Maana yake ni hii: baadhi ya Wakristo hawatambui kuwa wako katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu sasa wanaishi kana kwamba ni wa ulimwengu huu. Umeona? Kwa hiyo hawajui. Baadhi ya Wakristo wao wanadhani kwamba ni wa ulimwengu huu. Kumbe sisi tuko hapo kwa muda tu. Sisi makao yetu yako huko mbinguni. Kristo anatuandalia. Lakini wengi tunajisahau, tunaishi kama watu wa ulimwengu huu. Tuendelee. Tunaishije kama watu wa ulimwengu huu? Angalia Mungu anachosema. Matendo yao na mwitikio wao, mawazo yao, maneno na kujihusisha kwao ni kama watu wa ulimwengu, kama watu wa ulimwenguni. Umeona? Kwa hiyo hakuna utofauti kati ya aliyeokoka na asiyeokoka. Matendo yao, tabia yao, mwitikio wao ni kama watu tu wasiokoka. Ndio maana leo mlokole swala la kujistiri kwake limekuwa ngumu. Mlokole ni kama mtu kwamba anasema Mungu huwa haangaliagi ya nje, anaangalia ya ndani. Sasa haya ya ndani, unaishi katika jamii isiyoamini Mungu. Unaishi nao, si kwamba umejitenga nao. Watakapokutazama, si watakutazama kwa nje. Unasema kwamba Mungu sawa, wewe Mungu na Mungu wako wewe, mahusiano yako na Mungu wako wewe. Lakini ujue unaishi na watu ambao wana imani tofauti na wewe. Na unashirikiana nao katika shughuli mbalimbali. Wanakutazama vipi? Hata mwitikio wako, matendo yako yanakuaje? Ndicho kinachozungumzwa hapa. Tuendelee. Badala ya kuenenda kwa imani, wanaenenda kwa hisia zinazoongozwa katika mambo wanayoweza kuyaona kwa macho yao ya nyama tu katika maisha. Umeona?
Kwa hiyo hawaishi tena kwa imani, wameacha ile imani, wanaishi kwa yale mambo ambayo yanaweza kuyaona kwa macho yao wenyewe. Si imani tena. Swala la imani halipo. Usishangae sasa hivi watu wakienda kanisani wakirudi na vidumu vya maji vya upako, wakirudi na vitu ambavyo sio msaada kwao, lakini ndiyo imani. Wakirudi na vifaa vya kiroho, mawe sijui, asali ya mwambani sijui keki za upako. Usishangae kwa sababu wametamani kuwa hivyo. Wametamani kuwa hivyo. Kwa hiyo swala la imani kwao haliko tena. Ndugu zangu, Mungu atusaidie. Mhubiri Mngoni amekuja wakati sahihi. Ndio Bwana amemleta kwa wakati sahihi. Fuatana nami, ni vema zaidi utapopata ujumbe huu mshirikishe na mwingine. Ndugu yangu Mama Ana, ndugu yangu John Mdimba, ndugu yangu Baraka hujaniambia uko wapi. George Mdimba hujaniambia uko wapi. Mama Ana naye nahitaji mnieleze jamani mahali mlipo. Kama kuna ushauri, kuna jambo lolote tuelezane. Tuendelee. Lakini hayo sio maisha ya Mkristo. Tunaishi katika ulimwengu wa kiroho ambapo imani ni mtindo wetu wa kuishi. Sikilizeni. Tunaishi katika maisha ya kiroho. Katika maisha ya kiroho, imani ndio mtindo wetu wa kuishi. Ishi katika imani. Ishi kwa kumtuminia Mungu. Mungu anakutarajia uishi juu ya ulimwengu huu. Mungu anakutarajia wewe ulimwamini Kristo uishi juu ya ulimwengu huu, kwa sababu wewe si wa ulimwengu huu. Unaona? Kwa nini Mungu anakutaraji wewe uishi katika ulimwengu huu? Anapokutaraji wewe uishi katika ulimwengu huu, uishi katika imani, imani iwe mtindo wako wa maisha, ina maana wewe si wa ulimwengu huu. Ijapokuwa utapita pagumu, ijapokuwa utapita mahali ambapo pa kuvunjika moyo, kama Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, gongo lako na fimbo yako itanifariji. Umeona? Tunatakiwa kuishi kwa imani, kwa misingi ya imani. Tuendelee. Yesu alisemaje? Yesu alisema katika Yohana 15:19, kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, ndiyo maana si ajabu Roho wa Mungu kupitia mtume Paulo alionya, kwa nini mnaendelea kuishi kana kwamba mnaishi ulimwenguni. Kwa hiyo anaendelea yeye kuonya. Kristo anatuambia kwamba nyinyi mngekuwa ulimwengu ungewapenda. Lakini nyinyi si wa ulimwengu huu. Mimi ndio niliowachagua nyinyi. Sisi hatukumchagua Kristo, bali Kristo ndio sisi alituchagua. Haleluya, watu wa Mungu. Natamani mfungulie macho yenu ya rohoni, kwamba umtambue kwamba nyinyi si wa ulimwengu huu. Nyinyi hapa ni wapitaji tu. Jua wazi, Mkristo anapoishi katika maisha yake ulimwengu huu, anaishi maisha mawili kwa wakati mmoja. Anaishi katika maisha ya mwili na anaishi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mambo yote haya yanamkabili kwa wakati mmoja. Yampasa ayashinde yote. Mwili usikushinde wewe, bali uishinde mwili. Walio wa roho wanaongozwa na roho, walio na mwili wanaongozwa kwa mwili. Usikubali kuongozwa kwa mwili, bali roho akuongoze katika jina la Yesu. Kwa kuwa muda wangu ni mchache, nina mengi ya kuzungumza nanyi. Naamini Mungu atawabariki kwa kipindi hiki kifupi. Fuatana nami, subscribe YouTube @Mhubiri Mngoni, TikTok hiyo na WhatsApp nitaweka. Wale wana wapenzi wa WhatsApp au Facebook tutakuwepo siku si nyingi. Na Mungu atawabariki sana juu ya ujumbe wa leo unaosema sisi si wa ulimwengu huu. Si wa ulimwengu huu. Sisi si wa ulimwengu. Ni vema ukatambua wewe ni mtu wa aina gani. Ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu, na Mungu atawabariki sana. Wale wote namba yangu wanaohitaji
ni 0789084964 na Mungu atawabariki. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi, umenipa kibali cha kusema na watu wako. Ninaomba na kushukuru. Amen. Amen.